Na mkiwa ni saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. King Sele, the only one king kutoka USA, Ejide Kizenga Tembele, pia namuona Kizabe Ayeba, watu wangu wa nguvu hao. Sasa pia Dedone Butoto. Bwana Dedone, big up sana bwana. Nimepata ujumbe wako, lakini mambo mengine ndugu yangu tunakuwa tunayatizama kwa umakini sana. Na unajua jinsi ninavyowaambiaga, sio kila mtu ambaye anatuma ujumbe, kila mtu ambaye anatuma audio, anatuma video, anaizungumzia ukafikiri kwamba iko vile jinsi iko. Mambo mengine tunatumia analysis za mrefu ili tupate majibu sahihi. Na kila habari ambayo unakuta tunaitoa ni baada ya kuifanyia uchunguzi na ukaguzi wa hali ya juu. Unaona, ndio maana mimi mara mingi waga sifuatilizi ma links, mtu anatuma links ma message kwamba kuna hiki hapana. Tunaangalia mambo gisi iko nenda. So big up sana lakini kwa jitihada zako, kwa kila kitu ambacho uko unafanya bwana Dedone Butoto. Yuko Michigan USA, na pia ni mmoja kati ya watu wa wadosi wa Zito wa B1 TV. Big up sana bwana. Pia sijamsahau Jacques Bahati. Pia sijamsahau Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakia yuko Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu yuko Afrika Kusini, Elisha yuko Nairobi Kenya. Bwana Elisha, tutaonana bwana. Lazima tutafika Nairobi. Tutafika Nairobi bwana Elisha. Emmanuel Mwangombe pia big up sana bwana kwa shughuli zenu. Kiza Salum, Mashaka Ayamba, Dafeza Daletesia, wote hao wakiwa wako wanasikiza Baraka 1 TV. So pia Biondo Kilamba Mawe, na big up sana na mzee wa state ya Maine pia, big up sana kwa wote ambao mko pamoja na Baraka 1 TV. Sasa ndugu zangu ni kwamba Operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, hilo sio la kusahau, na pia ungana na Baraka 1 TV channel 2 ili uweze kupatana na yale ambayo yako yanaendelea kupitia Operation Saidia Mzalendo. Unajua kuna watu ambao wanaendaga na upepo unavuma, wanaenda baadaye ukikatika vinakwisha. Sasa sisi hatupo kwa design ile, sisi tuko na objectives, sawa na tuko na mission. That's why utakuta kwamba hii operation iko very different na wengine. Unaona, saidia sava, unasaidia pour quel objectif? Yuzo pesa bango, okay, pesa bango osaka na objectif nini? Mais biso tuzana objectif na biso. To sala boy pour que un jour to koma boy. To défendre mboka na biso, mabele na biso, bandeko na biso, ba mama, batata, banoku, banani, mais toza kaka na objectif moko. Il faut to koma place wana. Mais soki bato bazoya bazo pesa bino kaka ba informo susu wanabambia ede biso bosala boy. Okay, toko pesa bino mais finalité ezande nini? Wande makambo ya komituna. Sikoyo bande ngai via operation to sala. Biso bazalendo ya Sud Kivu ya Est ya Congo, à travers Baraka 1 TV, tozakaka na objectif moko makasi. Bino moko boko mona ngo et puis boko comprendre yango mikolo zoya. Wana ndesire na opesa bino. En tout cas, sikoyo bande ngai soki oyebi ke oza aussi osali ata geste mokote, wana ndeza numero na biso omona na screen nayo via Baraka 1 TV. Tafadhali tumia hiyo namba hapo ili tuweze kuwasiliana na kujua ni namna gani tutafanya ili kusaidia uzalendo. Lengo sio wazalendo tu, lengo ni nchi. Sawa? Na wale ndio wako wanapigania nchi. Kwa hiyo tunawapa leg up and then tunafanya kwa ajili ya protection ya nchi yetu. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la maana sana kufanya hivyo na tuweze kusonga mbele. So nataka nizungumzie jambo fupi tu, kisha nitakuachia nafasi uweze kusikiliza. Kuna jumbe mbili, kuna wamoja wanalia, wenye Rwanda wakimbizi wanalia, Wanyamulenge wanalia, na kuna wengine pia wale ambao wanawakondane wenzao. Kwa nini mnalia wakati nyinyi hawa ambao mko mnalilia ndio wako wanaua watu wengine? Sasa nyinyi hawa watu wakikufa mnaanza kulia, mnalia kwa nini? Haina haja kulia. So kwamba unakuta kuna kama mbili. Wao kuna upande mmoja ambao unafanya kwa kumsupport Kagame, na upande mwingine pia unapingana na Paul Kagame. Unakuta kuna vitu vile ambavyo viko vinaenda vinajiopose. Lakini mimi napenda hii kwa sababu ni somo ambayo watu wengi wanatakiwa wajifunze kwamba katika community zote ama tribi zote watu wote wafananangi.
hata kwa familia moja ya baba na mama mmoja, watoto wote wakwagi sawa sawa. Sawa, kila mtoto amezaliwa na kipawa chake, amezaliwa na namna yake ya kuishi, lakini wote ni wa mtu mmoja. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la maana sana. Hebu tusikilize kwanza hizi jumbe alafu utajifunza kitu hapa. Mana we Davide hapuye mana we. Na Patrick we mutu tabare mana we. Mana we. Mana we mugire bura mana we. Hapuye mana we. Vigori biba biri kurira iki? Kama David amekufa, walienda kusaliti nchi. Kwa nini wamesaliti? Unajua usaliti nchi ya kwako, nchi ya kwako ambayo Kongo imekuzaa, kitofu chako kiko kwa pale Minembwe, mumezaliwa pale, alafu mnaenda kusaliti, mnasaliti mkutumika na Kagame. Tena mko nalilia, mko hapa Uganda, mko wengine wako Rwanda, mko Kenya, mko nalilia ujinga yenu pale. Pumbafu mkubwa sana. Kisha yeye hakuwa na wao Furero, hakuwa na wao Wanyindu, hakuwa na wao Washi, Warega, Babembe. Sasa mnakuwa nalilia, mnajua kulialia. Pumbafu. Nchi imewapatia ardhi, mna kwa ardhi ya Minembwe, mko kwa ardhi ya Kongo, mnatulia, wameweka pale shule, mmesoma, alafu mnaenda Kagame na wadanganya, anawadanganya, mnaenda mnasaliti nchi ya Kongo, mnaanza kukubaguana nyinyi, mnabagua wengine zingine kabila. Na mnajua Kongo mambo hawakuwa na mambo ya usaliti, hawana mambo, hakuna mkongomani anakuwa na shida na mwenzie. Tumeishi nao, mimi niliishi na Wanande, tumezaliwa pamoja na Wahunde, na mke wangu Muhunde nimezaa nao. Lakini sasa nyewe wapumbafu mnaenda ya ujinga sana, mnaita afwe mnafurahi kwa kukamata maselfie. Tena Kagame ndio anawaua, msifikiri Kongo ndio anawaua, haiko FARDC anawaua, yeye ndio inawaua na wasaliti. Kagame ameua makanika, ameua wengine wote pale, amewamaliza, ameua Colonel Mukalai. Makanika tulifanya naye jeshi, Gashora tulifanya naye jeshi, mimi naye. Wengine wote Bishogo ni mkubwa kwa sisi. Bishogo ni jeshi mkubwa sana, alitutangulia. Mbona yeye atumika na nyinyi wala pumbafu? Iko Kinshasa na hana shida. Yeye nani Colonel Makanika, General Masunzu, tulikuwa pamoja kwa battalion moja. Dema hana shida, ameangalia kule ameangalia mbali. Lakini sasa nyi wapumbafu, pumbafu, mnalialia vitu gani? Na bado subiri sasa, ona Kagame iko nakimbia. Samiacha mambo ardhi nyingi, ameko nakimbia hivi. Mutabaki na nani sasa? Murisaliti nchi ya kwenu, mumeisaliti kwa pesa kidogo na kuwaahidi eti watawapeleka Ulaya. Sasa angalia Kagame mwenyewe anawamaliza. Aliua Bunyenyezi, bofre wangu, aliua Baingana, ameua Reti Bitamazire, ameua Kaitare Vedaste Intare Batinya, amewaua wengi sana, amewamaliza. Sasa nyinyi wapumbafu, nyinyi mnaenda anawapenda. Kagame hapendi watu. Angalia rais ambaye hanenepe, kila siku utasikia hotuba ya kwake nzuri, hotuba za kwake zote za kutukana na mambo mabaya. Katukana mu Kinyarwanda bavuga gutura mangati, katura mangati buri munsi. Kale ni karais kama mke wake anazana wengine wa bwana. Kagame ana mtoto mmoja tu msichana, wengine wote sio wake.
ni wa wengine wa Bwana. Na asante sana. Nafikiri hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa saa 9 hii. Mengine tukutane saa 12 kwenye mitazamo mbalimbali ya wananchi. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP.